Umuhimu wa afya ni mkubwa sana. Unaona hapa tulivyo sasa hivi, tuko hapa kwa sababu tuna afya. That is one. Kama tungekuwa kuna mtu ambaye anaumwa either ni kichwa, ni chochote kile kwenye mwili, you cannot function. Huwezi kufanya chochote. Kwa umuhimu wa afya inatakiwa kuwa kwa jamii. Yaani personally, mtu mwenyewe kwanza anatakiwa kujijua kwamba afya yake ni muhimu kuliko chochote. Kwa sababu ukiwa na afya ndio utaweza kwenda kutafuta. Usipokuwa na afya huwezi kufanya chochote, lala nyumbani. Sasa hiyo haitakiwi kabisa. Sasa kabla ya hapo Tanzania tunachelewa. Kuna kitu kinaitwa check up. Tunatakiwa tufanye check up, annual check up. Yaani hizi check up unaenda tu kujichunguza. Sio lazima umwe. Kwa mwaka mtu unapanga hata mara 2 uende ukachunguzwa, unaenda kuchunguzwa figo, unaenda kuchunguzwa ini, unaenda kuchunguzwa macho, masikio, you know, inakuwa tu ni routine. Sasa sisi wa Tanzania tunasubiri mpaka tuumwe kama alivyosema hapa Mr. Unaumwa macho lakini hujui kama unaumwa macho. Unatembea na huo ugonjwa. Lakini finally amekutana na huyo daktari, labda alikuwa ni specialist wa macho, akajua kabisa hapa kuna tatizo. Sasa lakini angekuwa anafanya ile thorough check up kama mara 2 kwa mwaka au mara 1, angekuwa tayari ameshakuwa notified kwamba tunatakiwa tupate miwani. Sasa Kitengule Hospital is a very big hospital. Ni super specialized hospital ambayo inatoa huduma zote. Tuna madaktari bingwa 17. I mean all departments. Unaona katika mwili wa binadamu kuanzia kichwa mpaka kucha yako ya mguu tuna daktari wake specialist. Sio daktari tu ambaye amesoma general. No, we have specialists. It's a super specialized hospital. Na ni super diagnosed hospital. Kitengule tunapokea watu wote. Watu wote, yani sio lazima uwe unatibiwa pale ukaja ukafanya vipimo, hapana. Kitengule Hospital inatibu watu wote. Unaweza ukawa umetoka let's say hospitali yoyote ile uko nje tofauti na Kitengule, umeandikiwa vipimo either ni kwenye radiology, masuala ya CT scan, MRI au vipimo vya damu, unakuja. Ukija tunakufanyia hivyo vipimo, unarudisha majibu kwa daktari wako kule kwenye ile hospitali. Na pia kuna hawa wagonjwa ambao wanakuja ili watibike na madaktari wetu bingwa pale, na vipimo pale na madawa yako pale. Na kuna wagonjwa wa ndani. Sawa. I remember kuna this one client of mine alikujaga clinic, akawa anajua Kitengule ni hospitali ya Wahindi. Okay. Wewe nitoe ufafanuzi kidogo. Kitengule as Kitengule, it's a personal name. Ni jina la mtu. Kama ninavyoitwa Cecilia. Sasa